Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 24 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa ni kualike kunako urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kutoka kwetu. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV _TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV _TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni AFDB yatia nguvu ujenzi SGR, yaiongezea mtaji TADB bilioni 166.4. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Biteko kufuta likizo watumishi TANESCO, ashangaa meneja aliyeenda likizo kipindi cha changamoto. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Colorado yaiongezea umahiri MOI upasuaji ubongo. Habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Visiwa 15 Unguja Pemba vyakodishwa. Habari katika ukurasa wa 4. TTCL yapeleka mkongo Burundi kwa bilioni 8.3. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika kampuni ya pombe yapambana na unywaji chini ya umri. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mjane wa Msuya alivyonusurika. Mahakama Kuu ya mwachia huru katika kesi ya mauaji dada wa bilionea Msuya. Hizi hapa hoja mbili zilizomtoa hatiani. Aanguka kizimbani, ndugu wa Anet wapinga, wangu wakilio kortini, wakili Kibatala afunguka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Biteko afuta likizo kwa utumishi wa TANESCO. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 18. Gazeti hili likipambwa na nukuu ya Dr. Biteko ikisema, huu ni muda wa kukimbizana kutatua changamoto zilizopo mbele yetu. Nitoa wito kwa uongozi wa TANESCO kuwa hakutokuwa na likizo kipindi hiki ambacho Watanzania wanakabiliwa na changamoto ya umeme. Hakuna likizo tena kuanzia sasa hivi kwenda mbele kwa mtu yeyote anayefanya kazi TANESCO. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika siri watumishi afya kuzuia kutumia simu kazini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mtifuano mpya madereka na jaji Feleshi. Habari katika ukurasa wa 4. Mwigulu ataja sababu Tanzania kuendelea kukopa. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 7 ya kesi kilichombeba mjane wa bilionea Msuya kuachiwa. Hukumu yasomwa kwa saa 8 dakika 6, jaji akaa mwanzo mwisho. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Askari polisi auawa vurugu mgodini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Msako magari yenye ving'ora vimulimuli waja. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika msafara wa naibu waziri mkuu wapata ajali tena. Habari katika ukurasa wa 4. Mahakama yafuta kesi adhabu ya kukiri kosa. Habari katika ukurasa wa 2. Wataalamu wa afya waonya hatari kulala na jiko la mkaa. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Simba yaanza kuunda kikosi cha msimu ujao. Habari katika ukurasa wa 24. Alonso hana jibu kuhusu Liverpool Bayern. Habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili imeandika Gamondi ni mechi muhimu kushinda. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake mbele siku hii leo. Ninalo gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika benki ya AFDB kupaisha uchumi Tanzania. Tanzania na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB zatia saini mikataba miwili yenye thamani ya bilioni 398.7. Zitahusisha ujenzi wa reli ya kisasa, sekta ya kilimo kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Bilioni 231.3 fedha ambazo zitatumika kwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Gazeti hili imeandika Dr. Biteko aridhishwa kiwango cha maji Kihansi Kidatu Mtera. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Biteko
ameendelea na ziara yake ya kukagua vyanzo mbalimbali vya uzalishaji umeme nchini, ambapo jana alikagua bwawa la kuzalisha umeme la Kidatu lenye megawati 204 na Kihansi lenye megawati 180 mkoani Morogoro. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mke wa bilionea Msuya mwenzake waachiwa huru. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika wafunguka faida mradi wa DMDP. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali kuajiri walimu wapya 1500 Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 18. Salome Msome alianza biashara kidato cha kwanza. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili katika ukurasa wake mbele limeandika Yanga Belouizdad mechi ya hesabu. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima katika ukurasa wake mbele Jumamosi leo. Nilo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi lenyewe limeandika SMZ kupatia ufumbuzi mfumuko bei za vyakula. Habari katika ukurasa wa 2. Asilimia 48 ya wanawake wenye uwezo wa kuzaa wanalishe duni. Dr. Slimu. Habari katika ukurasa wa 2. Polisi yawatia mbaroni waliovua nguo hadharani. Habari katika ukurasa wa 2. Moto wateketeza nyumba Hispania, wengi hawajulikani walipo. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Ninalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni shilingi bilioni 398.7 kuboresha reli na kilimo. Ni mkopo kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB kwa lengo la kufadhili mradi wa reli ya kisasa na shughuli za kilimo. Dr. Mwigulu asema fedha hizo zimelenga kuleta mabadiliko makubwa. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia awasili Namibia kushiriki mazishi ya hayati Rais Hage Geingob. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Uchukuzi yawataka wadau kutoa maoni na changamoto ili kuongeza ufanisi sekta ya usafirishaji. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Biteko akataza likizo watendaji TANESCO kipindi cha changamoto za umeme. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele Jumamosi leo. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani lenyewe limeandika Derby Day. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Ni mchezo kati ya Yanga dhidi ya Belouizdad. Mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku uwanja Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Leo refa ni Babu Trauli. Msimamo wa kundi D ukionyesha Al Ahly katika nafasi ya kwanza ukiwa na jumla ya alama 6, CR Belouizdad katika nafasi ya pili ukiwa na jumla ya alama 5, Yanga katika nafasi ya 3 ikiwa na jumla ya alama 5, wakati huo Medeama wenyewe katika nafasi ya 4 wakiwa na jumla ya alama 4. Gazeti hili limeandika Simba ni wao tu. Msimamo wa kundi B waliopo Simba ni ASEC Mimosas anaongoza akiwa na jumla ya alama 11, Simba katika nafasi ya pili ikiwa na jumla ya alama 6, wakati Jwaneng Galaxy wenyewe wapo katika nafasi ya 3 wakiwa na jumla ya alama 4. Wydad wao wapo katika nafasi ya 4 wakiwa na jumla ya alama 3. Nani kukata tiketi kwenye kundi hilo? Ungesoma kwa ndani zaidi utapata taarifa zaidi. Imeisha hiyo Arsenal atakapobeba ubingwa msimu huu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Arsenal vs Newcastle ni leo Jumamosi saa 2:30 usiku. Msimu uliopita Arsenal ilikaa kileleni kwenye msimamo wa ligi England kwa siku 248, muda mrefu zaidi kwa timu ambayo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11 wa gazeti hili. Namungo KMC acha kipigwe tu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ligi kuu bara leo Jumamosi ni Coastal Union vs Mtibwa Sugar. Mchezo utapigwa saa 12 kamili jioni uwanja wa Mkokwani Tanga. Mwanaspoti linayo hadithi ya Kiranga Komo. Ukipata nakala yako utasoma kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti ya Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika Yanga kanyaga twende, Twiga Stars yalala nyumbani, nyota Azam wafuata Atiba Afrika Kusini. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Bilnas Mboso waanza mwaka na number 1. Habari katika ukurasa wa 21. Alves ungwa jela miaka 4. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo gwiji la habari Tanzania ukurasa wake nyuma habari za michezo na burudani. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma habari za michezo limeandika Gamondi ni mechi muhimu kushinda, ametaka wachezaji wake kutumia vizuri kila nafasi watakayoipata kwa kuwa
habari katika ukurasa wa 22. Simba Sports Club yaanza kuunda kikosi cha msimu ujao, habari katika ukurasa wa 23. Guardiola sasa aitaka timu ya taifa, habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo maandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.